Moshi mzito umeonekana ukitanda kote angani mjini Tehran, huku milipuko mikubwa ya mabomu ikisikika katika maeneo mbalimbali ya mji huo, wakati Israel kwa kushirikiana na Marekani wakiendeleza mashambulizi yao ya anga dhidi ya Iran. Mashambulizi yao yanajiri kufuatia tukio la kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei, jambo lililozidi kuchochea mvutano mkali kati ya mataifa hayo mawili. Israel imesema imerusha wimbi jipya la mabomu kuelekea Iran kwa lengo la kutekeleza operesheni yake maalum ya kijeshi inayolenga kuzoofisha miundombinu ya ulinzi ya Iran pamoja na vituo vinavyodaiwa kutumika kuratibu mashambulizi dhidi ya Israel. Kwa mujibu wa jeshi la Israel, mashambulizi hayo yamelenga maeneo ya kimkakati ndani ya mji mkuu Tehran, ikiwemo eneo linalozunguka mnara maarufu wa Milad Tower, ambako video zinazosambaa mitandaoni zinaonyesha milipuko na moshi mkubwa ukipaa juu angani. Ndege za kivita ziliripoti kuingia katika anga ya Iran na kurusha makombora kadhaa yaliyosababisha mitikisiko mikubwa na taharuki miongoni mwa wakazi wa Tehran. Baadhi ya mashahidi wanasema walishuhudia majengo yakitikisika huku vingora vya tahadhari vikilia katika baadhi ya vitongoji vya jiji hilo. Hata hivyo, mamlaka za Iran bado hazijatoa takwimu rasmi kuhusu idadi ya vifo au majeruhi kufuatia mashambulizi ya leo. Marekani imeripotiwa kushirikiana kijeshi na Israel katika operesheni hiyo, ikidai kuwa hatua hiyo inalenga kulinda maslahi yake ya usalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Ushirikiano huo umeibua mjadala mkubwa kimataifa, huko baadhi ya mataifa yakitaka kusitishwa mara moja kwa mapigano na kurejea kwenye mazungumzo ya kidiplomasia. Kwa upande wake, Iran imelaani vikali mashambulizi hayo na kuapa kujibu kwa nguvu zaidi. Viongozi wa kijeshi wa Iran wamesema hawatakaa kimya wakati taifa lao likishambuliwa, na tayari kumekuwa na taarifa za maandalizi ya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya malengo ya Israel. Hali ya usalama katika ukanda wa Mashariki ya Kati imeendelea kuwa ya taharuki kubwa, huku wachambuzi wa kisiasa wakionya kuwa mzozo huu unaweza kupanuka na kuathiri mataifa mengine ya kanda hiyo ikiwa juhudi za kidiplomasia hazitachukuliwa haraka. Kwa sasa macho ya dunia yameelekezwa Tehran na Tel Aviv, huku jamii ya kimataifa ikisubiri kuona hatua zitakazofuata katika mzozo huu unaozidi kuchukua sura mpya kila saa. Hii ni Dems Media na mimi ni Abdul Juma, nikusihi kuendelea kutufuatilia kadri muda unavyozidi kwenda ili tuzidi kukuletea yale yanayojiri huko Mashariki ya Kati.